Msikilizaji na mtazamaji, kuna watu bila wewe mwenyewe kujua, pasi na wewe mwenyewe kuwa na ufahamu, pole pole unaweza kujikuta ukiwa na uhusiano naye nje ya ndoa. Nataka niseme hivi, kwa sababu usaliti mara nyingi huwa hauanzi ghafla. Ati unataka kumsaliti mwenzako uanze ghafla binvu. Huwa inaanzia kwenye mawasiliano yasiyo na mipaka. Kumbukumbu za zamani, pengine na hisia zilizoshindwa kudhibitiwa. Sasa mtu wa kwanza, manake wako kama wanne nataka kuwazungumzia. Mtu wa kwanza ambaye unaweza kujikuta ukiwa na uhusiano naye nje ya ndoa ni mtu uliyewahi kuwa naye kimwili zamani. Moto wa zamani ni rahisi kuwashwa kuliko kuanzisha moto upya. Kumbukumbu za nyakati mlizoshiriki, furaha mlizopitia na ukaribu wa kimwili, wallahi na kuwa pia vinaweza kurudi haraka sana, hasa wakati wa udhaifu wa hisia zenu. Kabla hujagundua kile kilichoanza kama mazungumzo ya kawaida, ghafla binvu kimeshavuka mipaka, hakiwezi tena kudhibitiwa. Kwa hivyo kuwa makini. Wahenga siku zote wanasema mavi ya kale hayaachi kunuka. Mtu wa pili ambaye unaweza kujikuta pole pole kuwa na uhusiano naye nje ya ndoa ni ex wako ambaye bado anakupenda. Wapo ma-ex wenye heshima, wakijua umeoa ama umeolewa, wanaweka ile mipaka. Ushaelewa? Wanaweka mipaka wazi kwamba sasa hivi wewe ni mke ama ni mume wa mtu, unaelewa? The understanding exes. Lakini wapo wengine wasiotaka kuachia. Kama ni mawasiliano yanaendelea kama kawaida. Utani unauzidi, mipaka inalegea pole pole. Mwisho wa siku uhusiano wa siri unaanzishwa ghafla. Na uhusiano huu wa siri ambao unaanzishwa ghafla huanza kwa mazoea. Mzaha, kumbe unatunga usaha. Na haya mazoea yasipokatizwa mapema, ndio mwisho wa siku unajikuta umetengeneza uhusiano nje ya ndoa. Kwa hivyo chonde. Mtu wa tatu ambaye unaweza kujikuta ukiwa na uhusiano naye nje ya ndoa ni ex ambaye bado wewe unampenda. Na hili, msikilizaji pamoja na mtazamaji, ndio hatari zaidi. Yaani kama bado kuna hisia moyoni mwako na ukajikuta katika ndoa yenye changamoto labda za mawasiliano ama ukosefu wa umakini, wallahi na kwa pia unaweza kujitafutia faraja kwa mtu wako wa zamani. Because huyo uliye naye hayupo. Yani unapokuwa kwenye simanzi, unapokuwa kwenye huzuni, hayupo. Japo atakukuwekea bega kukuambia hili hapa lia. Hayupo kukufuta machozi. Hayupo kukuambia kwamba kila kitu kitakuwepo sawa. Sasa unajikuta pole pole unatafuta bega la kulilia. Sasa hapo kwenye kutafuta bega la kulilia, alafu ujue kwamba bado yule ex wako kuna chembe za hisia, atakupa hilo bega ulilie. Sasa kutoka kwenye bega la kulilia, mambo yanaweza kusonga hatua kwa hatua mpaka mkavuka mistari, mpaka mkavuka mipaka bila hata ya kupanga. Mtu wa nne na wa mwisho ambaye unaweza kujikuta pole pole unatengeneza uhusiano nje ya ndoa
ni mgeni ambaye anakuvutia kimwili. Baada ya ndoa, sijui huwa ni shetani anatumwa ama ni vipi. Baada ya ndoa, baada ya kuolewa ama kuoa, kama ni mwanamke ndio huo unaona wanaume wazuri hatari. Baada ya kuolewa tu ndio unaanza kuona wanaume mpaka unajiuliza, hivi mimi nimeolewa? Unamwangalia huyu aliyekuoa mpaka ulikuwa wapi wewe kiumbe jamani? So mgeni ambaye anakuvutia kimwili ni rahisi sana, kwa sababu baada ya ndoa kuvutiwa na mtu mwingine kunaweza kutokea, ni natural. Na huwezi kulipinga kwa sababu hicho ni kitu cha kibinadamu. Sawa, ndio binadamu huo. Lakini unachofanya baada ya kuvutiwa ndicho kinaamua hatima yako. Yule jirani yako ambaye ameguria kwenye estate mnayoishi, jirani aliyegulia kwenye mtaa unaoishi, ana mvuto. Labda kuna mfanyikazi hapo ofisini kwako unapofanya kazi, kumekuja mfanyikazi mpya ofisini, anazungumza kwa upole. Yaani ukiangalia yuko, wanasema ni the whole package. Unaitaka kuichukua uipeleke kwako nyumbani. Anakuzungumzia kwa upole, anakufurahisha, anakuchekesha. Ukiangalia mke uliyeoa ni gubu, bomu la machozi. So mtu anayekufanya ujisikie yani kule kusisimka kupita kiasi, hiyo ni ishara ya tahadhari, kwa sababu uliye naye nyumbani hakufanyii wale ukawa na hisia kama hizo. Kwa hivyo usijaribu kusema kwamba let me play safe, ati acha nijaribu kucheza salama. Hapana, utakuwa unajiharibia. Usibadilishane mambo bila sababu. Usijenge ukaribu wa kihisia usiokuwa wala usiovuka salama za kawaida, kwa sababu furaha ya muda, na huo muda mwenyewe ni mfupi, mara nyingi hubeba gharama za muda mrefu. Watu wengi sana huwa hawakusudii kusaliti, lakini wanashindwa kule kuweka ile mipaka na mapema. Sasa ile mipaka ikikosa kudhibitiwa, usaliti unachukua hatua. Nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba ndoa hailindwi kwa mapenzi peke yake. Ndoa inalindwa kwa nidhamu na mipaka. Kwa hivyo jilinde, jiangalie, ulinde heshima ya kiapo chako ulichochukua. Ni hayo tu kwa sasa.